Nadhani sasa upo tayari kusikia kutoka kwangu wazo la Mungu na hatima yenu juu ya wewe na Kinjo kuoana. Ndiyo baba. Okay. Na swali moja tu, unampenda Kinjo? Wewe baba useme tu. Mimi siwezi nikasema. Sikia Rose, wewe ndio unayependwa, sawa sawa, na Kinjo amekupenda wewe. Sasa ukiniambia mimi niseme, wewe ndio unaenda kuishi, sawa sawa. Nataka wewe ndio useme, je, huyu mtu wewe unampenda? Mimi katika hali ya kibinadamu nampenda. Maana ni mzuri. Ila sijajua wazo la Mungu. Maana mimi naona leo, ila Mungu anaona kesho. Natamani maamuzi yangu yatokane na kesho yangu, sio leo. Umejibu vizuri sana. Unajua Mungu sisi anatujua tuingiavyo na tutokavyo. Nimekaa na Kinjo kwa muda wa siku kadhaa. Nimegundua Kinjo sio mtu mbaya. Kinjo ni mtu mzuri tu, ni mtu mwema. Ukiachana tu na zile vitu kadha wa kadha ambavyo hata sisi kabla hatujaokoka tulikuwa na changamoto hizo. Lakini tofauti ya dhana ya Kinjo na ile dhana ambayo huwa naisema ya kuto kuolewa na mtu wa imani tofauti, nimegundua kwa kumwangalia Kinjo. Kinjo anampenda Mungu. Sema tu hakuwahi kuongozwa sala ya toba. Lakini namshukuru Mungu kwamba sasa nimemuongoza sala ya toba na sasa Kinjo ameokoka. Sasa naukulia wokovu ili awe yule mtu ambaye Mungu amemkusudia. Kinjo ameokoka, atakuwa amekudanganya tu baba. Yule ametoka kwenye ulevi kabisa baba. Ukiangalia kila mtu alikotokea, hata mimi ukiniuliza kuna mahali nimetokea. Hata wewe yamkini kabla hujaokoka kuna mahali umetokea. Lakini mimi nakuhakikishia Kinjo nimemuongoza sala ya toba mwenyewe hapa nimemuongoza sala ya toba. Kinjo sasa ni kiumbe kipya, sio huyo Kinjo wa mwanzo. Ya kale yamepita, tazama sasa amekuwa mapya. Kinjo ameokoka. Hakika Yesu hakuna analolishindwa jamani. Yaani ninayo furaha. Baba nimefurahi. Kinjo alipookoka. Hakika Mungu hakuna analolishindwa. Sasa hivi kazi yenu ni kuendelea na taratibu nyingine. Kama kuna mambo mengine endelee nayo. Mimi kazi yangu ni kumwangalia Kinjo ili aweze kuendelea kukulia wokovu na awe yule kiumbe ambaye Mungu amemkusudia awe. Amina baba. Amina. Yeye sitaki vurugu. Sitaki kabisa vurugu. Unaenda wapi? Brother, sitaki vurugu. Nishakwambia. Luma, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Na nimekaa, nimefikiria, nikawaza, nikaona kabisa hii tabia ya kugombania wanawake kwa upande wangu mimi haijakaa sawa kabisa. Sijajua kwa wewe umeichukuliaje. Unajua je, hata mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa kabisa kwamba umepatwa na nini. Nilikuwa nashangaa. Hata unagombea mwanamke kweli? Ilikuwa ni kupagawa tu rafiki yangu kwa ambao yamenikuta. Nikajikuta ni kama kuku aliyechinjwa kabla ya kufa, kaanza kugaragara, kurukaruka, kupoteza kabisa uelekeo.
lakini yote kwa yote naomba tusameheane tu ndugu yangu. Sawa, haina shida Jay. Mimi nashukuru sana kwa hekima yako. Nikushukuru sana kwa hekima yako kwa sababu hili jambo umekuja kuliweka sawa. Hii ni hekima. Kwa hiyo nakushukuru sana. Uma, Dina ni wako na ni haki yako kabisa, na hata Mungu analijua hilo. Ni kweli kabisa mimi nilimwacha Dina na ukaja ukaniomba, ukasema unataka kukaa naye na nilikuruhusu kabisa. Sijajua ugomvi ulitokea wapi, ila ni roho chafu tu ya ugomvi ilitokea ikanivamia, nikajikuta nafanya hivyo. Lakini nakujua Luma vizuri, una moyo safi na haunaga makuu. Tusameheane tu kwa hayo yaliyotokea. Haina shida. Unajua sisi ni watu wa rohoni. Ndio. Kusamehe ni sehemu ya maisha yangu, nilikuwa kama mtu wa rohoni. Kwa katika hili mimi niseme tu nimekusamehe kabisa. Na ninaomba sasa tuanze maisha mapya. Nakushukuru sana kwa kunisamehe. Nakushukuru sana kwa kunisamehe. Sijali. Lakini pia nataka kuongea na Dina, kuwa naye anichukulie vyema na awe na amani. Au unaweza ukaongea naye na ukamalizana naye. Umwambie kuwa Jay hana shida tena na wewe na tubakie kuwa tu marafiki. Mimi nadhani Jay, hekima ni ungeonana naye alafu kazungumza naye wewe mwenyewe. Nadhani kidogo ndio ingekuwa imekaa sawa, ili aamini kabisa kutoka moyoni mwake kwamba jambo hili limeisha. Wakati wa dhiki kuu, mateso yatakuwa makubwa sana. Watu watatamani kufa, lakini mauti itafichwa. Hata ukijirusha gorofani, katika gorofa refu sana, unaanguka, unavunjika, unaishia kuugua, lakini haufi. Hata uende ukajizamishe katika maji marefu, kina kirefu, utaishia kunywa maji na kutupwa kwenye pwani, lakini haufi. Nyakati hizo mauti itafichwa. Watu watatamani kufa, lakini kufa itakuwa ni dili kubwa sana ukifanikiwa, kwa sababu haitakuwa rahisi kufa. Mambo yatakuwa mabaya sana. Ngoja nikusomee kitabu cha Ufunuo sura ile ya 9. Soma kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6. Maandiko yanasema hivi: malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeandikwa juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Wakaambiwa, msiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. Siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia.
Sasa hivi tunakimbia mauti, lakini nyakati hizo mapigo yatakuwa makubwa, maumivu makubwa. Watatamani ni heri wafe, lakini mauti itawakimbia. Yaani nina furaha izidio sana. Nini tena? Mchungaji kakubali kuwa sasa mimi na Kinjo mambo yako sawa, na tunaweza kuwa wachumba na mambo mengine yaendelee. Mwenzenu naolewa na mzungu. Haiwezekani. Amekwambia mchungaji mwenyewe? Ndiyo, kaniambia mchungaji, tena kaniita ofisini. Kaniambia kuwa Kinjo ni mtu mzuri sana, atakuwa amemsikani katika roho na kamuona jinsi alivyo mzuri. Uwi! Jamani, Mungu huyu anajibu kwa moto. Mimi siamini. Kama mchungaji amekwambia ya mambo, najua msimamo wake na vile amenyooka kuhakikisha hakuna anayeolewa na mtu asiokoka na mwenye tabia za ajabu kama Kinjo. Ni kweli amesema? Na kama amesema, anakutakia mema kweli? Hapa sasa mimi sijajua. Mbona kama unainua tena vikwazo wewe ndugu yangu? Kwani sijuzi tuliomba hapa? Hapa Mungu amejibu maombi. Usiende huko. Uoni kwani utaratibu ambao mchungaji mwenyewe ameutangaza na amekuwa akiusema hadharani? Sasa iweje leo amkubalie huyu mlevi awe mchumba wako? Kwa hiyo ile alama ya 666 uliosema kwamba itapigwa chapa kwenye paji la uso, na ile ambayo wataungana mpinga Kristo na wale manabii wa uongo. Sasa ile alama nitajuaje? Kwa mfano nikapewa kitu chenye alama hiyo, je, niipokee ama nisipokee? Na labda ikatokea tu nikapata gari ambayo ina plate ya namba 666. Sasa je, niipokee ama nisiipokee? Hiyo alama haifanyi kazi leo. Hiyo alama itaanza kufanya kazi baada ya unyakuo. Wala utakobaki kwenye dhiki kuu ndio itaanza kufanya kazi hiyo alama, na wala haina mahusiano yoyote ya plate number utakaopata ama kitu chochote. Kinaweza kikawa na 666 ama ukapata namba ya simu ina 6666. Haina mahusiano leo. Hiyo ni mpaka siku hizo za unyakuo na dhiki kuu. Afadhali, kwa sababu nilikuwa naogopa sana. Usiogope chochote, ila furahi tu, kwa sababu jina lako likiandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Si unakumbuka kipindi Yesu amewatuma wale mitume waende wakahudumu huko? Walirudi na ripoti gani? Wakafurahia kweli, wakasema hata pepo anatutii. Yesu akasema msifurahi kwa sababu pepo anawatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Nafasi hii kila mtu anaililia, kwa sababu mara parapanda itakapolia na unyakuo ukatokea na ukabaki, itakuwa ni kipindi cha majuto kwelikweli. Tutakumbuka watumishi wa Mungu tuliokuwa tukihubiri na kusisitiza haya mambo. Watakumbuka watumishi mbalimbali waliokuwa wakisema kwa habari ya wokovu. Majuto yatakuwa ni mengi ya kwamba ni bora ningeokoka, bora ninge... So, sio wote wanaoamini. Wengine wanadhani ni story tu, lakini siku hiyo majuto yatakuwa mengi sana. Utakapochungulia huku mwenzio hayupo, huko peke yako, ndipo utakapopata majuto mengi kweli kweli. Usiogope chochote wala usifurahie chochote, lakini furaha yako tu
iwe ni kwa sababu jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Mimi ninawatakia kila laheri, sitawasumbua tena, lakini pia nawatakia kila laheri kwenye maisha yenu ya ndoa. Kuanzia leo msinione kama adui, bali mnione kama rafiki tu. Dina, niwe radhi sana kwa yote ambayo yaliyotokea. Lakini pia Luma, nakuomba niwe radhi kwa yote ambayo yaliyotokea nyuma. Mambo tuanze upya. Kiukweli mimi niseme tu namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sana. Lakini pia niko tayari kuanza upya. Tena pasipo na masharti yoyote. Imradi tumeshagundua ni wapi tuliteleza, basi hatuna budi kusimama na kuanza upya. Kabisa. Unajua mimi sina shida na wewe kabisa. Na nishasamehe yote. Na ndio maana hata hospitali nilisimama na wewe. Na sio kwa jambo lolote lile, bali ni kwa nguvu ya msamaha iliyo ndani yangu, ambayo haina ubaya wala kumbukumbu yoyote ya uovu. Asanteni sana kwa kunisamehe. Kweli mmeonyesha ninyi mmeokoka, na mimi kisha niendelee na dunia. Nikishamaliza dunia tutakuwa pamoja. Kwa nini uimalize dunia? Je, hii dunia haiishi? Yaani ukisema eti mpaka uimalize dunia, hauwezi kuimaliza, bali dunia inaweza kukumaliza. Mimi nadhani ni wakati sahihi sasa wewe kuja kwa Yesu Kristo. Unajua hii dunia huwa inaonekana nzuri sana, lakini mwisho wake huwa ni mbaya sana. Mbaya sana. Hakika yake wote hapa ni vijana. Na wote tuko kwa Yesu. Wewe unafanya nini huko duniani? Njoo kwa Yesu Jay. Unajua yote ulikuwa unafanya, ulikuwa unatumikishwa na dunia. Bado unataka dunia ikutumikishe? Ila mimi nachoamini, wakati wa Bwana umefika. Na ndiyo maana umekuja kuomba msamaha. Unajua nikwambie, msamaha hii ni dalili ya watu wa rohoni kabisa. Kwa hiyo ni wakati wako wa kuokoka. Hebu chukua hatua. Kwa radhi yangu kabisa, sasa napokea ombi lako la kuwa na mwanangu Rose. Amen. Nimekuchunguza kwa muda ambao tumeweza kupata kuwa pamoja, na nimegundua kabisa kwamba ulikuwa ukitumikishwa na dhambi ambayo hata mwenyewe hukuipenda. Kweli baba. Na kitu kikubwa kabisa ambacho kimenifurahisha ni juhudi zako ambazo zilipelekea hadi kuacha kabisa kunywa pombe hata kabla hujakatazwa. Hii ni dhahiri moyo wako ulikuwa hujaambatana nayo. Kweli baba. Lakini kwa kusema hivyo haimaanishi mimi ndio ni wa mwisho kusema, bali wa mwisho kusema juu ya mahusiano haya ni Rose. Yeye ndio atakayesema ndio au hapana. Mimi nimeruhusu tu muendelee na mchakato. Baba, mimi nimeshasema ndio, wala haina haja ya kupoteza muda. Rose, nipe muda. Sasa Sawa baba. Yeah. Kenjo, utaratibu wetu sisi hapa utabaki chini ya uangalizi wa wazee wa kanisa pamoja na mimi, nikikuangalia kwa ukaribu sana kuhakikisha ya kwamba unaukulia wokovu. Si kwa ajili ya kumwoa Rose tu, hapana, bali kwa ajili ya umilele, yale maisha ya umilele, ili hata siku ukija kufa ufe ndani ya Kristo na hatimaye tuurithi ufalme wa Mungu. Sasa ukitaka kujadili kitu chochote na Rose, ama kama mna mambo yoyote yanayowafanya mkutane, ni vyema sana mkutane mahali ambapo
pataleta ushuhuda. Siwapangii mkakutane wapi, lakini mfano mzuri ni kama kanisani hapa. Mkikutana hapa ni mahali ambapo kila mtu akiwaona ushuhuda ni mwema. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.